wa 5. Mwambie Bwana, ikiwa tarehe 3 mwezi wa 5, nataka Bwana kutembea na wewe. Unasema ya kwamba wewe ndio umetuita, tena ukatuita tukiwa wengi dadii, tena ukatuchagua tukiwa wachache. Bwana, tunataka kutembea na wewe. Wewe ni Bwana wa mavuno, tunataka kutembea na wewe. Unatuambia ya kwamba tumuombe Bwana wa mavuno. Tumekuja Baba yangu, wewe ni Bwana wa mavuno katika mwezi wa 5 dadii. Wewe ni Bwana wa mavuno, wewe ni Bwana wa mavuno. Fungua bingu, fungua njia, fungua milango mahiridima. Unaniambia ya kwamba Bwana, fedha na dhahabu ni mali yako. Tunaomba mwezi huu wa 5 Baba, ukafungue njia zote dadii, ukafungue milango ya biashara, ukafungue milango ya kazi, ukafungue milango yote Jehova. Oh my God, unatuambia ya kwamba wakati Petro alikuwa amefungwa, wewe ni Mungu ulishukisha malaika akafungua milango yote ikafunguka. Na sisi asubuhi ya leo tunaomba Mungu wa mavuno, ukafungue milango zote, watu wako wakabarikiwe, watu wako wakainuliwe, watu wako wakapone, watu wako wakafunguliwe katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako, jishukuru Bwana ni kwa ajili ya mwezi wa 5. Mwambie Bwana, ninakushukuru Bwana, ninakuinua, ninakaribisha mwezi wa 5 mikononi mwako. Mwambie Bwana, mwezi huu kuna baraka zangu. Mwezi huu Bwana nikapate kibali. Mwezi huu Bwana nikainuliwe, isiwe kama miezi nyingine, lakini Bwana nikapate kibali mbele zako. Nikainuliwe, nikapendeke popote nitaenda, nikapate kibali. Unaniambia utukufu wa pili utakuwa mkuu kuliko wa kwanza. Omba ni kwa ajili ya kanisa. Mwambie Bwana, bariki kanisa lako. Tunainua kanisa lako mikononi mwako, tunainua madhabahu mikononi mwako. Mungu mwenye uwezo na mamlaka, wewe Bwana wa mavuno, bariki madhabahu yako, inua madhabahu yako. Mwezi huu Jehova, ukatende mema mahali hapa. Mwezi huu Jehova, utukufu wako ukaonekane, uweza wako Bwana ukaonekane, nguvu zako zikaonekane. Tunakemea kila roho ya shetani ya kujiinua kinyume na baraka za madhabahu yako. Tunakemea kila roho ya kujiinua, roho ya kuinuka kinyume. Tunaikemea kila roho ya madhabahu ya kale yaliyoinuliwa Baba, yakatolewa dhabihu, madhabahu ya kimoshi, madhabahu ya shari, tunaiangamiza na moto, tunaiangamiza na moto. Kila madhabahu inayonena Baba kinyume na madhabahu yako, tunaangamiza na moto, tunaangamiza na moto, tunaangamiza na moto. Madhabahu ya mapanga, madhabahu ya manyanya, tunaangamiza na moto. Madhabahu ya kujiinua, ya kutamukiwa, tunaangamiza na moto, tunaangamiza na moto kupitia moto wa madhabahu yako. Kila neno Baba lililonenwa Jehova kinyume na baraka ya watoto wako, tunaangamiza na moto. Maneno ya shetani yalinenwa kale yakakaa kwa anga, tunaangamiza na moto, tunaangamiza na moto, tunaangamiza na moto, tunaangamiza na moto katika jina la Yesu. Bariki kanisa lako Bwana, bariki mtumishi wako, tunamuinua mbele zako. Endelea kumtenda mema mwezi huu wa 5, ukawa wa baraka katika maisha yake, ukamuinue mahali pa juu. Tembea na yeye ndani. Ulikuwa na manabii wako wale wa kale Jehova, Baba ulitembea nao, na yeye siku ya leo ndio nabii wa wakati. Bwana tembea na yeye, Bwana tembea na yeye, uinue mahali pa juu, uinue kwa kiwango kingine. Roho isiyo yako tunaiondoa, roho ya watu wa kale hawakukutumikia tunaiondoa. Uinue Jehova, upatie kibali katika mji huu, upatie kibali katika miji ya nje, upatie kibali katika jina la Yesu. Barikiwa mama Baba,
bariki wazee, bariki vijana, bariki watoto. Mungu mwenye uwezo, tunajiita familia ya Voice of Hope. Mungu mwenye nguvu, unapobariki, unapoinua, bariki familia hii, bariki familia hii. Umetufundisha leo katika Psalm 91, wewe ni mwaminifu. Tunapokaa pamoja Bwana na umoja, unashukisha baraka zako. Tubariki siku ya leo, tuinue siku ya leo. Siku ya leo Bwana isiwe siku ya kawaida. Tunaanza mwezi Sunday ya kwanza ya mwezi wa 5. Tunaingia dadi, tunaingia Jehova, tunaleta watoto wetu, tunaleta kazi zetu, tunaleta kila kitu ambacho umetubariki nacho. Tuinue mahali pa juu, tubariki Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu. Tunapoanza dadi, tukaendelea na wewe hata mwisho Jehova. Wewe ni Ebeneza, bariki kila mmoja, watakase wote Baba, tusamehe dhambi na makosa Baba, kila chochote cha kusimama mbele tusilete kukuona leo, tunaondoa katika jina la Yesu ya dhambi ya kutuondoa, tunaondoa katika jina la Yesu. Watu wako Baba, wengine bado wanakuja, wako mabarabarani, harakisha nyayo zao Baba, tukaanze pamoja na jina lako litukuzwe milele na milele. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Ukitoa hizi baraka huku unashukishana kwa kifua, ndio zinakaa hapo ndani. Amen. Haleluya. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Salimia jirani yako, mwambie happy new month. Msalimie tu, mwambie happy new month. Happy new month. Mubariki, 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 mwambie happy new month. Mubariki kwa jina la Yesu. Musali. Praise God. Kwa sababu kuna wengine wanakusanyaga hata hizo namba zote na watoto wanakosa kufika. Praise God. Lakini wako Mungu anamlinda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamlinda na anamfikisha. Na hata ukipiga hiyo simu saa zingine inakosa kuchukuliwa. Lakini Bwana amemlinda huko. Praise the living God. Kwa hivyo tuna kila sababu, tuna jambo ya kushukuru Mungu. Praise God. Kwa hivyo siku ya leo nataka tu tusome verses za kushukuru Mungu. Nimepata asubuhi tu ni verse tu nzuri ya kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasikia vizuri, ni vizuri tukae kwa kushukuru. Kwa sababu huyu Mungu mwenye anatulinda hata tumpei chochote. Huyu Mungu mwenye anatulinda hata hatuwezi kumhonga. Na wengine wangeulizwa wangesema tusikue. Praise the living God. Kungekuwa kuna ulizo wangesema huyu asikue. Huyu mwanzo wako na dhambi nyingi sana. Huyu mwanzo ukiangalia unatolewa makosa mengi. Mama Jeremiah,
Wakipiga kura unaona mtu mmoja tu ndiye anainua mkono. Wengine wanasema huyu hatumtaki. Praise the living God. Lakini Mungu ni nani? Hawezi akauliza mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi akauliza mtu. Anakuangalia, naona huyu ninapendezwa naye. Juzi tulifundishwa, sijui ilikuwa ni Tuesday ama ni Thursday. Yesu anasema, Mungu akiwa mbinguni anaangalia Yesu, anasema huyu ndiye nimependezwa naye. Huyu ndio mpendo wangu. Katika kitabu cha John. Praise the living God. Alisema huyu ndio mwanangu ninayependezwa naye. Kwa hivyo wakati unabaki, ujue umebaki kwa sababu Mungu anapendezwa na wewe. Praise the living God. Angekuwa baba apendezwi na wewe, haungekuwa. Lakini anasemaga huyu ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ndio maana anakupatia uhai. Ndio maana anakupatia uzima. Praise the living God. Mwambie jirani yako, ninampendeza Mungu. Ndio maana niko. Praise the living God. Kwa hivyo hata tukikaze di, wewe ujue ni wa kumpendeza Mungu. Si wa kumpendeza mwanadamu. Usifanye kitu kikutoe kwa Mungu mwenye unampendeza, ukaanza kuwapendeza wanadamu wenye hawana haja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu peke yake ndiye anapendezwa na wewe. Na hakusema nyinyi napendezwa na nyinyi. Alisema huyu mtu binafsi. Hakusema hawa. Alisema huyu ndio ninapendezwa naye. Kwa hivyo ukikaa unajua ni wewe peke yako ndio unapendeza Mungu. Haupendezi wanadamu, unampendeza Mungu. Praise the living God. Ndio maana amekuingiza mwezi wa 5. Praise the living God. Nataka tusome tu Biblia. Nataka tusome katika kitabu cha Ezra. Praise the living God. Tutakuwa tunasoma vitabu zenye upatagi nafasi ya kusoma. Hata wengine hawajui Ezra iko wapi. Ezra haiko huko nyuma, iko huko katikati. Ezra iko huko katikati after Wafalme. Iko huko katikati. Si unaona watu hawajui Ezra iko wapi. Praise the living God. Kuna tu vitabu hatujulikanagi tuko wapi. Tumejificha na tuna mambo mazuri. Hallelujah. Amen. Iko hapo katikati. Hapo katikati hata haijafika page 500, hapo kwa 400, hapo katikati hapo. Itafute hapo utaipata. Praise God. Hallelujah. Kitabu cha Ezra 7 ni mrefu lakini nataka tuielewe. Praise God. Kitabu cha Ezra kuanzia 7 chapter 7 kuanzia verse ngapi? 12. Kuanzia 12 nani amefika atusomee? Hallelujah. Amen. Nataka tukujage wote Bible study ndio tujue kufungua Biblia mbio. Praise the living God. Tukujage Bible study ndio unajua vile zimefuatana. Hallelujah. Tusomee kitabu cha Ezra, alafu mwingine atafungua Deuteronomy 8. Alafu eka hiyo Deuteronomy 8 fungua, alafu kuna hako kakitu kanakuwa kwa Biblia yako. Hako ndio mtu anaekaga hivi alafu anafunika. Ndio ukifungua unafungua hivi. Leo tuko Bible study. Praise the living God. Fungua alafu weke yako kakitu kako hapo hivyo kama karibon. Praise the living God. Ndio ukifungua tena ufungue hivi, utakuwa ukifungua makaratasi. Alafu mwingine afungue Psalm 75. Fungua tena uweke kako kakitu. Zaidi yako iko na hapo kakitu. Weka hapo. Alafu mwingine afungue Psalms 127. Hallelujah. Leo nataka tumshukuru Bwana. Praise the living God. Alafu mwingine atafungua Isaiah 40:31. Leo tutasoma maneno tu mazuri ya kumshukuru Bwana tukikumbushana. Praise the living God. Tusome hiyo Ezra. Kitabu cha Ezra mlango wa 7 kuanzia mstari wa 12. Artashasta mfalme wa falme kwa Ezra kuhani mwandishi wa torati ya Mungu wa mbinguni salamu kamili wakadhalika. Na natoa amri ya kwamba wote walio watu wa Israeli na makuhani wao na Walawi katika ufalme wangu wenye nia ya kwenda Yerusalemu kwa hiari yao wenyewe waende pamoja nawe. 14. Kwa kuwa
Kwa kuwa umetumwa na mfalme na washauri wake 7 ili kuuliza habari za Yuda Yerusalemu kwa sheria ya Mungu wako iliyo mikononi mwako, na kuichukua fedha na dhahabu ambayo mfalme na washauri wake kwa hiari yao wamemtolea Mungu wa Israeli akaaye Yerusalemu, na fedha yote na dhahabu utakayoona katika wilaya ya Babeli, pamoja na vitu vitakavyotoa watu kwa hiari yao na vitu vya makuhani walivyotoa kwa hiari yao. Praise the living God. Amen. Ukisoma kuanzia hapo 1 tunaona Ezra alikuwa mkamilifu kwa Mungu. Amen. Na ukisoma hapo ikianza, Ezra tunampata kumbe ni mtoto wa Haroni. Ako katika ukoo wa Aaron. Amen. Aaron ambaye ni kuhani mkuu. Amen. Kwa hivyo Ezra hata kubarika kwake, anakubarika kwa sababu ametoka kwa ukuhani. Amen. Praise the living God. Amen. Na ndio Ezra anakumbukwa. Amen. Na ndio maana ukisoma, Yes. Ezra ndiye anasemanga tumebakishwa kama msumari. Amen. Praise the living God. Amen. Kuna watu walikuwa Yes. wakamalizwa, lakini sisi tukabakishwa kama msumari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio unaona anakumbukwa ule msumari wenye ulibaki. Yes. Tukaribishe baba kwa nyumba ya Bwana. Amen. Piga makofi, shangwe na vigelegele. Hallelujah. Amen. Leo kuna baraka kuu. Amen. God bless you for coming. Amen. Amen. Welcome. Amen. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise Amen. the living God. Amen. Tunapata Ezra. Yes. Yeye alikuwa amebakishwa. Amen. Amebakishwa kwa sababu kuna baraka zake. Amen. Amebakishwa kwa sababu kuna kitu baba yake alimwekea. Amen. Praise the living God. Amen. Na ndio ukiona tukikuja hapa, Yes. tunaambianga usikuje kwa sababu yako. Amen. Kuja kwa sababu ya generation Amen. ambayo iko nyuma yako, Yes. ambayo inakuangalia. Amen. Praise the living God. Amen. Anasomewa Ezra, anasomewa. Yes. Mwisho anaambiwa kumbe alikuwa mtoto wa Haroni. Amen. Ako katika ukoo wa kikuhani. Amen. Na yeye anapata favor ya kuwa kuhani. Amen. Praise the living God. Amen. Anapatia barua na mfalme. Yes. Anaambia hizi vitu ndio mtapatiwa. Amen. Hallelujah. Amen. Mtapatiwa fedha. Yes. Mtapatiwa dhahabu. Amen. Mtapatiwa kila kitu. Amen. Kwa sababu ya Mungu wenyu. Yes. Mungu ambaye mmemwabudu. Yes. Na mkakaa na yeye. Yes. Na mkamshikilia. Yes. Na hamkumwacha. Amen. Praise the living God. Amen. Hata wakati walikuwa naenda vitani wanashindwa. Yes. Bado Mungu alibaki kukuwa Mungu. Amen. Praise the living God. Amen. Wakati walikuwa wako kule Babeli, Yes. bado Mungu alibaki kukuwa Mungu. Amen. Praise the living God. Amen. Ni lazima Mungu wako abaki kukuwa Mungu. Yes. Haijalishi zile shida unapitia. Amen. Haijalishi mahali penye uko. Amen. Bado Mungu anabaki kukuwa Mungu. Amen. Wakati Ezra alivumilia, Yes. na akajiona amebaki kama msumari, Yes. hakujipiga kifua juu ya kubakishwa. Amen. Aliona mimi Ezra nimebaki kama msumari. Amen. Kwa hivyo sina kitu ya kujivunia. Amen. Sina kitu ya kujivunia. Amen. Yote yenye niko nayo ni mali ya Bwana. Amen. Sina chochote kenye naweza simamisha. Yes. Hallelujah. Amen. Ndio mfalme anatumana barua Amen. kwa huyu Ezra. Amen. Praise the living God. Amen. Anasema watapewa dhahabu. Amen. Anasema watapewa fedha. Amen. Anasema watapewa vitu zote. Yes. Ezra akapata favor. Amen. Praise the living God. Amen. Mungu wako anaweza kukuheshimisha. Amen. Praise the living God. Ukiendelea anaendelea kusema heshima hazitoki kwa mwanadamu. Amen. Heshima huwa zinatoka kwa Mungu. Amen. Sifa huwa zinatoka kwa Mungu. Amen. Huwa hazitoki kwa mwanadamu. Yes. Ndio maana Ezra anasimama. Yes. Na wakati huo nilikuwa nikisoma, Mungu akanisaidia. Yes. Nikaona ilikuwa ni mwezi wa 5. Amen. Kama huu mwezi. Amen. Praise the living God. Amen. Ukisoma hapo ikianza, unasema katika mwezi wa 5. Yes. Hallelujah. Amen. Kuna baraka zako mwezi huu wa 5. Amen. Katika mwezi wa 5. Amen. Ndio mfalme anaamuka, anaanza kuandika barua. Yes. Anasema ninaandikia huyo mfalme mwenye amewateka mateka. Amen. Ninamwandikia waachilie. Amen. Na waachilie na hitu hivi na hivi na hivi. Amen. Yeye anapeana masharti. Amen. Praise the living God. Amen. Na kitu yenye inanishangaza, Yes. ni ati Ezra alipopatiwa zile vitu, Yes. kuna vitu aliweka kwa nyumba ya Bwana. Amen. Praise the living God. Amen. Shida yetu ni kupatia vitu na hatuweki kwa nyumba ya Bwana. Amen. Tunachukua zote,
tunapeleka kwetu. Zile vitu vitakatifu zinaanza kukula zetu. Amen. Praise the living God. Amen. Ezra aliambiwa chukua dhahabu, chukua fedha, Yes. na vitu fulani wa fulani, Yes. peleka kwa nyumba ya Bwana. Amen. Praise the living God. Amen. Na zingine ndio mjue vile nitafanya nazo. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo kuna vitu utapewa mwezi huu wa 5. Amen. Na hazitakuwa zako zote. Amen. Zingine zitakuwa ni kwa sababu ya nyumba ya Bwana. Amen. Praise the living God. Amen. Kuna vitu zinakuja zaidi. Na zingine usiseme ni zako peke yako. Amen. Kwa sababu hata ujui zinatoka wapi. Amen. Huyu ni Ezra tu amekaa tu. Yes. Hata ajui kama mfalme anafikiria kuandika barua. Yes. Lakini mfalme anaandika barua. Yes. Na anatoa masharti. Amen. Na anasema vitu ziachiliwe. Amen. Praise the living God. Amen. Vitu zikaachiliwa. Amen. Wakaambio pia zile mambuzi. Wakaambio zile ng'ombe. Amen. Na wakaambio zingine mjue ni dhabihu. Amen. Ni lazima utafautishiage. Yes. Unatofautisha dhabihu na zako. Amen. Praise the living God. Amen. Ni lazima ukuaga na kujua Yes. tofauti ya vitu vitakatifu na vitu zako. Amen. Kwa sababu Bwana ndiye anaamurisha. Amen. Praise the living God. Amen. Ukiona umezipata Yes. kwa sababu zinakuja mwezi huu, Yes. jua Bwana ndiye ameziamurisha. Amen. Alafu unamuuliza Jehova, Yes. katika hizi zako ni gani? Amen. Amen. Labani akamwambia Jacob, wenye watatoka na mistari, lazima baraka zikuwe na masharti. Amen. Praise the living God. Amen. Wenye watatoka na mistari, Yes. hawa watakuwa pande hii. Amen. Na wengine watatoka hawana. Yes. Lakini ni baraka hii. Moja. Bwana asifiwe. Amen. Ni lazima Bwana akusaidie. Amen. Ndio ujuage ya mistari ni gani? Haleluya. Amen. Tunajipata tunaenda line ya zigzag. Yes. Kwa sababu ya nini Daisy? Wakati ulibarikiwa haukujua ingine ilikuwa imewekwa mistari. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ingine ilikuwa imechorwa ni ya Mungu. Amen. Ingine ilikuwa iko na alama ya Mungu. Yes. Lakini wewe ukazichukua zote. Amen. Ukaweka kwa roru. Amen. Roru ni nini? Kwa zizi. Ukaweka kwa zizi yako. Zikakurana. Juu sasa si hawa ni vitu tofauti. Hivi ni vitu vitakatifu. Na hivi ni za Mungu na zako. Sasa ukiziweka pamoja zinakulana. Bwana hizo sifiwe. Amen. Na ndio Jacob alikuwa anajua ikizaana naondoa. Ikizaana na tenga. Amen. Ikizaana na tenga. Amen. Praise the living God. Amen. Baraka huwa ni hivyo. Amen. Ikizaana unatenga ya Mungu. Amen. Wacha kumchanganyia umwambie nitampea Sunday. Wacha kumchanganyia umwambie nitakupea next month. Amen. Inakurana. Praise the living God. Amen. Na ndio katika Leviticus inatuambia Yes. ati kwa sababu imekurana, Yes. ndio uitenganishe tena. Yes. Unaichukua tena unatoa 5%. Amen. Hapo hatusomi. Sasa zinaendeleana na kukurana. Kwa sababu uliweka ya huku ya mwezi wa Januari, tuko mwezi wa 5. Na mwezi wa 5 ndio barua inaandikwa. Praise the living God. Amen. Mwezi wa 5 ndio barua inaandikwa. Amen. Inasema hizo vitu ziachiliwe. Amen. Praise the living God. Amen. Lakini Bwana akiangalia katika zizi lako, vitu zinakurana. Amen. Kwa sababu kuna zile zenye ulikuwa utenge. Ni mwezi wa kushukuru Bwana. Amen. Kwa sababu ni mwezi uko na baraka. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo ni lazima tukae kama Ezra. Amen. Tukue na kusikiliza. Amen. Deuteronomy 8 inasema aje? Tukue na sauti ya kusikiliza. Deuteronomy inasemaje? Tulisema tuweke kakitu kwa hapo karibu. Ndio tunafungua haraka. Kama si hujafungua au kuweka karibu. Tulisema tunaweka hapo karibu ndio tukifungua tunafungua bila ku waste time. Deuteronomy inasemaje? Kutoka hapo Vinet. Kumbukumbu la Torati, mlango wa 8 mstari wa 1. Amri hii ni kuamuru leo, mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapia baba zenu. Praise the living God. Amen. Anawaambia amri hii ya Ezra. Yes. Mtapata kuishika na kuitunza. Yes. Ya kwamba hizi vitu zingine zitakuwa ni za Mungu, Yes. na zingine zitakuwa
Amen. Sasa hiyo amri utapata kuishika na kuitekeleza. Amen. Nanyi mtamiliki. Amen. Wakati unapatia Mungu yake, wewe unakuwa mumiliki. Amen. Kwa sababu Mungu amekutrust. Amen. 100% Bwana amekutrust. Amen. Anajua huyu. Niliona kameme kengine ati Yesu amesimama hivi mama Jeremiah. Alafu mwingine anamwambia milioni 4 tu. Yesu anamwambia really? Na bado utaendelea kuniabudu? Praise the living God. Amen. Kumbe hivyo ndio Mungu anatuulizaga. Anakuona anakuwa na doubt na wewe. Amen. Akutrust tena zaidi. Amen. Sio anaangalia kitu yenye unaitisha. Amen. Na akiangalia ndani yako, anaona akikupea hiyo itakuharibu. Amen. Na bado anakupenda. Yes. Praise the living God. Amen. Bado Bwana anakupenda. Amen. Tulifundishwa tukaambia huyu ni mwanangu mpendwa. Yes. Ninayependezwa naye. Kwa hivyo hawezi kukupea kitu ya kukuharibu. Amen. Hata mimi siwezi patia mtoto wangu kitu ya kumharibu. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo ni lazima ukuwe mtu wa kutrustiwa na Mungu. Yes. Ndio wakati unamwambia hizo vitu kubwa. Yes. Anasema wewe unamjua. Amen. Praise the living God. Amen. I know you Zedi. Amen. Hata ukipata 10, hawezi kuniacha. Amen. Yaani anakaa najivunia. Amen. Anasema huyu hata nikimpatia atarudi nyuma. Amen. Praise the living God. Amen. Hivyo ndio Bwana anatoekaka kwa mizani. Yes. Anatuangalia kwa sababu yeye ndiye alisema huyu ni mwanangu mpendwa. Amen. Ninayependezwa naye. Amen. Kwa hivyo kenye unafikiria kesho Mungu anajua. Kenye unasema Mungu ukinipatia hatutaonana tena, anajua. Yes. Anakuweka hapo. Amen. Unazunguka Kadeshi. Yes. Praise the living God. Amen. Anakuambia si uangalie upande wa mashariki. Yes. Si wachane na hizi mawazo. Amen. Za kusema nikipata nitaenda. Si uangalie upande wa mashariki. Amen. Waache kuzunguka Kadeshi. Praise the living God. Amen. Bwana anasema mkisikiliza sauti yangu. Yes. Na mkitii sauti yangu. Yes. Hizi baraka mtamiliki. Amen. Hakika yake mtamiliki. Amen. Praise the living God. Amen. Sisi hatukuitwa wageni. Yes. Sisi tuliitwa wamiliki. Amen. Lakini mara mingi tunakaaga ugenini. Katika baraka tunakaaga ugenini. Amen. Unabarikiwa leo, kesho unatoka huko kwa kubarikiwa huko ugenini. Praise the living God. Amen. Kesho nilikuwa hapa nikichangamuka. Yes. Niko ugenini. Si kukaa ni miliki. Amen. Kwa sababu Deuteronomy 8 Yes. sijaishika. Amen. Sijaitunza. Amen. Na sijaitekeleza. Amen. Mstari wa 2. Nawe utaikumbuka njia ile Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka 40 katika jangwa. Hallelujah. Amen. Utaikumbuka. Amen. Yaani utaikumbuka kwenye ulitoka. Amen. Ndio ukikumbuka kwenye ulitoka, Amen. unasema siwezi rudi tena huko. Amen. Ambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Ukikumbuka. Amen. Uko Misri kwenye umetoka. Yes. Jehova. Amen. Hawezi ukarudi. Amen. Ukikumbuka kapicha. Yes. Unajua kuna siku niliweka picha yangu nyingine tukiwa na dada. Si hata nyinyi mlishtuka. Yes. Mtu mwingine sijui ni madharau ama ni nini. Akaniambia afadhali nyinyi mlianza na kuzeeka. Yaani baba Jeremiah tulianza na kuzeeka. Kweli tulikuwa wazee. Praise the living God. Amen. Hakuongea uongo Danson. Tulikuwa wazee. Hata Danson ukimwona kapicha kake akiingia hapa na mashati ikutosha. Amen. Alikuwa na mashati yazimtosha. Amen. Asifiwe. Amen. Tukikumbuka mahali Bwana ametutoa. Yes. Hatuwezi taka kurudi huko. Amen. Mpaka nikajiuliza kwa nini nilikuwa ni mzee aje? Amen. Unajua kuna kitu unaweza ambiwa mpaka wewe mwenyewe ukajifikiria. Na nikaangalia hapo kwa picha tena tukiwa na dadi. Dadi mwanzo anafunga mshipi. Unaona hii kitu inakaa hii kitu kanakuwa kama mwisho hapa. Yes. Na haka zinakuja zote zinakutana hapa. Hapa pamebaki gefiriri. Gefiriri inaitwa aje na Kikwenyu? Chuo hongi ni kubwa. Sasa ikikusanywa baba Jeremiah ikikusanywa inabakishaka kitu inakaa hivi. Juu sasa mpaka ikusanywe. Amen. Ndio ingie kwa hiyo mwili. Amen. Praise the living God. Amen. Pia
Yes. Mtakumbuka mahali Bwana aliwatoa. Amen. Lazima mkumbuke. Amen. Praise the living God. Amen. Huyo mtu aliniambia vizuri sana. Juu siwezi sahau nilikuwa mzee. Siwezi sahau. Baba Jeremiah, siwezi sahau nilikuwa nimezeeka. Sasa hii ndio niko yangu. Amen. 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 Kwa hivyo siwezi nikakubali kusahau. Amen. Huko kwenye nilikuwa nikizunguka Kadeshi. Yes. Siwezi nikakubali. Amen. Praise the living God. Amen. Yanasema mtaikumbuka. Yes. Hiyo miaka mliozunguka Kadeshi. Amen. Na Bwana alikuwa. Amen. Tukiwa Kadeshi Bwana alikuwa. Yes. Na alikuwa anasema huyu ni mwanangu mpendwa. Amen. Pendezwa naye. Amen. Anajivunia ukizunguka Kadeshi. Kwa sababu anajua hiyo Kadeshi itakukumbusha. Wakati utakuwa unasimama. Yes. Ukienda kulegea hivi. Yes. Bwana analeta kale kapicha. Amen. Praise the living God. Amen. Kila mtu ana kapicha kake. Amen. Na Bwana lazima akaeke. Amen. Ndiye anawaambia. Yes. Hamutasahau. Amen. Itawabidi mkumbuke. Amen. Ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako. Alikuwa anataka kujaribu yaliyo moyoni mwako. Amen. Akaona huu kweli hata akizungusha mshipi inazunguka mara mbili. Yes. Bado napendezwa na yeye. Amen. Praise the living God. Amen. Bado ninapendezwa na yeye. Amen. Hivi alivyo watu wakimuona hivyo, Yes. kesho watu watamuona wanitukuze. Amen. Praise the living God. Amen. Kwamba utayashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu. Praise the living God. Amen. Leo ndio tunajua mwanadamu anaishi kwa mkate tu. Ukisema tufunge hapa, ndio utajua mwanadamu anaishi kwa mkate tu. Yes. Tunaanza kesho. Yes. Praise the living God. Amen. Na tukianza tunaendana marathon siku 5. Yes. Na ndio utajua mwanadamu anaishi kwa mkate. Praise the living God. Amen. Kwa sababu mwili ni nyama na damu. Yes. Kwa hivyo mwili unakupeleka. Yes. Mwili unakuambia mimi ni lazima ninasikia kisunzi. Yes. Ninasikia kisunzi nisipokunywa majani. Amen. Praise the living God. Amen. Nisipokunywa maji na hii joto Mombasa. Hata daktari alisema lazima tukunywe maji lita ngapi? 5. Praise the living God. Amen. Ndio utajua mwanadamu anaishi kwa mkate. Amen. Lakini ukiwa Kadeshi, Yes. Bwana alikuacha na njaa. Amen. Na akakuacha uishi na neno. Amen. Kuna wakati ulikuwa hata huwezi shikwa na magonjwa. Yes. Lakini uko Kadeshi. Amen. Hauwezi ona hiyo chai. Lakini uko Kadeshi. Amen. Hauwezi ona kama matunda. Yes. Na siku hizi tukikosa kukula kama matunda siku moja, tukose vitamin C. Amen. Tukose vitamin C kwa mwili. Yes. Ujue mwanadamu anaishi kwa mkate. Praise the living God. Amen. Lakini Bwana anasema Yes. ni lazima mjue. Amen. Mwanadamu haishi kwa mkate. Amen. Bali kwa kila neno litokana kwa kinywa. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo neno likitoka kwa kinywa Daisy, Yes. likisema tunafunga, Amen. beba neno. Amen. Praise the living God. Amen. Wachana na mambo ya mikate. Amen. Wewe beba hilo neno lenye limeongea. Amen. Beba neno utaenda nalo. Yes. Na hilo neno litakubeba. Amen. Kwa sababu mwanadamu haishi kwa Yes. mkate. Amen. Praise the living God. Amen. Mwanadamu hataishi kwa mkate. Amen. Hataishi kwa neno la Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio maana Bwana anatuambia, Yes. niliwaeka katika hizo njaa. Amen. Ndio ukikaa unakumbuka kuna wakati siku anakula. Amen. Na siku anagonjeka. Hallelujah. Amen. Kuna wakati siku anacha kukunywa. Na siku anagonjeka. Lazima Bwana akuweke hapo. Amen. Ndio ukikaa unakumbuka. Amen. Praise the living God. Amen. Unakumbuka kulikuwa na wakati huo. Amen. Wakati nilikuwa huko Kadeshi. Yes. Na Bwana akaniacha tu. Amen. Bwana akaniacha tu. Amen. Hallelujah. Kumbuke. Amen. Praise the living God. Amen. Lazima tukumbuke mahali Bwana ametutoa. Amen. Haya, tukaanza kanisa na yeye. Tukapewa kanisa na baba yetu hapa. Sisi ndio tulikuwa wamama. Yes. Na mimi nilikuwa .com. Sasa yeye ndiye akawa sasa ndiye ananiongoza tena. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Ananiambia hii umechemuka sana, tulia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja vitu zikatufinya sana tukiwa hapa. Yes. Na mama Kanini alikuwa anakunywa dawa za pressure. Anakunywa sijui za nini. Nikamwambia mama Kanini, mimi mahali nimefika naenda Katoroni. Akaniambia hata mimi tutaenda na wewe. Nikaambia Mungu, mimi nibebe huyu mama na nakunywa dawa. Alafu anaanguka huku kwa barabara. Alafu aende akaniangukie huko na nibali kwa watu. Nikamwambia mimi naenda kukuombea. Wewe unaweza kubali kumbeba. Na wewe unaona maisha yake mkiwa wawili vile inaenda. Alafu umbebe mpaka kaunti nyingine huko. Nikamwambia hapana. Yes. Akaniambia mama, tutaenda na wewe. Amen. Nikamwambia kweli kabisa. Yes. Nikaambia Mungu sitaki aibu. Amen. Praise the living God. Nikaongea na Mungu. Yes. Nikaambia Bwana, mimi sitaki aibu. Amen. Nikamwambia jitayarishe, tunaenda. Mama Kanini, gari ikifanya hivi, mama Kanini ananishika anasema, huyu dereva anaenda aje? Mama Kanini alikuwa anaonaga maisha yake tu iko hapo, yote imeisha. Tulienda baba Jeremiah, safari ilikuwa ndefu. Amen. Ananiambia wewe, mpaka anaongea wewe dereva, tutafika tu, hatuna haraka. Shetani anaweza kukuhangaisha mpaka unaonaga tu kifo na macho. Bwana asifiwe. Amen. Mimi hata ninalala ananiambia wewe huoni dereva vile anaenda vibaya. Ilikuwa ni safari mrefu ya kufika Machakos. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Lakini Mungu alitusaidia tukafika Haris. Amen. Tulipofika shetani ni mrongo. Yes. Tulipofika tukakaa siku ya kwanza. Amen. Siku ya pili tukaenda kwa prayer cell. Mama akashikika. Amen. Nikamuuliza mama, tuendelee na safari ama utarudi nyumbani? Yes. Akaniambia mimi nashukuru Mungu mama Kanini. Amen. Alikuwa na nguvu. Yes. Hata kama shetani alikuwa anamuonyesha utaweza. Amen. Katoroni hata afadhali sasa hivi unakuwa na hiyo kantiko na tumaji. Yes. Wakati wa kuku wa maji hakukuwa chochote. Ni wewe vile ulienda unakunywa tu maji ya chumvi ukirudi nyumbani. Amen. Ukunywe maji ya chumvi Monday, ukunywe Tuesday, ukunywe Wednesday, ukunywe Thursday na Friday, utakuja kukula huko barabarani Friday. Amen. Amen. Lakini Mungu ni mwaminifu. Amen. Akamupitisha hapo. Yes. Na tukatoka Katoroni salama. Amen. Na huyu mama hakuanguka. Amen. Na hakubeba dawa za pressure. Amen. Praise the living God. Amen. Hakubeba hizo dawa za pressure. Amen. Alienda kwenye Mungu anakaaga. Yes. Akasema kama huku ndio Mungu anakaaga, Amen. akiniua nitakufa mikononi mwake. Amen. Praise the living God. Amen. Lazima ukumbuke. Yes. Ati leo hii nikiona mama Kanini na hizo nguvu zote, Amen. ati nimwambie tufunge siku 3, Amen. aniambie ati hataweza, Yes. nitamkumbusha huko. Amen. Praise the living God. Amen. Nitamkumbusha mahali tulienda siku 5. Amen. Tulikunywa maji ya chumvi. Yes. Amen. Na unadhani tulikuwa tunaenda juu ya kupenda? Praise the living God. Amen. Ni kusukumwa mama Jeremiah. Amen. Ndiye anasema nikawaacha muone njaa. Yes. Nikawaacha kabisa muone njaa. Amen. Ndio mjue mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Amen. Bali ataishi na kila neno. Amen. Tukaenda na neno na mama Kanini. Amen. Na tukarudi na hilo neno. Amen. Na tukarudi na ushuhuda. Amen. Kuanzia hapo huyo mama alianza tu kung'ara. Amen. Magonjwa ikaisha. Amen. Kuanguka kukaisha. Amen. Praise the living God. Amen. Bara siku hizi anaendaka tu hata anapiga simu. Kitambo alikuwa akienda bara mpaka akuje. Baba unaonaje? Niangalilie. Niende nisiende. Ama niwaambie siende. Yes. Niangalilie kunaenda aje. Amen. Akiwa barabarani tena anapiga simu. Yes. Baba niombe niko barabarani. Amen. Akifika tena kwa gate anapiga Yes. simu. Baba sasa niko kwa gate. Amen. Akiingia kwa ndani anasema baba sasa nimeingia ndani. Amen. Yaani maombi ilikuwa kwa kila stage. Amen. Akienda kulala anasema baba niombe naenda kulala. Amen. Amen. Watu hutoka mbali. Amen. Watu hutoka mbali. Amen. Na ndio maana tunakumbushwa. Yes. Tunakumbushwa mahali tumetoka. Amen. Tusisahau mahali tumetoka. Amen. Praise the living God. Amen. Mstari wa 4. Mavazi yako hayakuchakaa. Mavazi yako hayakuchakaa. Yes. Si dadi alikuwa na moja. Yes. Na si anatuambia alikuwa anaipiga pasi. Yes. Na anaivaa kila wakati. Yes. Nani alimwambia alikuwa anavaa kila wakati isipokuwa yeye atuambie?
Sijai kutana na mtu anasema ati huyo mzee alikuwa anavaa shati moja, sijawahi. Watu walikuwa wanamuonaga new person every day. Lakini yeye mwenyewe ndiye anajua ni nguo moja. Yes. Na anasema mavazi yenu hayakuraruka. Amen. Praise the living God. Amen. Yaani yale kama vazi kenye kalikuwa ni kasane best. Yes. Hakakuraruka. Amen. Leo hii ndio ninaweza sema ati nikivaa hii nguo. Yes. Alafu ati nivae Sunday. Amen. Watu watasemaje? Yes. Watu watanionaje? Yes. Na kuna wakati nilikuwa na hiyo moja. Amen. Na nilikuwa naifua. Amen. Ninaivaa. Amen. Na nilikuwa bado na watu. Amen. Yes. Praise the living God. Amen. Bado kulikuwa na watu. Yes. Si ati watu walikuwa hawako. Amen. Lakini kwa sababu nimesahau kwenye nimetoka. Yes. Sio maana nitavaa nijiulize. Yes. Mimi sina nguo ya kwenda kanisa. Amen. Walisema ni papo na sina. Yes. Walisema ni white na sina. Yes. Kwa hivyo mimi sitaenda. Amen. Praise the living God. Amen. Lakini wanaambia siku hizo nguo zao Yes. hazikufanya nini? Hazikuchakaa. Hazikuchakaa. Amen. Hazikuchakaa. Amen. Danson ndiye anajua ni shati ngapi alikuwa nazo. Yes. Na mimi. Praise the living God. Amen. Juu nilikuwa nikimwona sana. Ni ile. Amen. Lakini leo hii wewe na macho yako ukimwangalia, Yes. hauwezi piga hata picha yake. Amen. Yeye mwenyewe ndiye ako na picha yake. Amen. Praise the living God. Amen. Hizo nguo zilikaa. Yes. Lakini hazikuchakaa. Amen. Kakiatu tulikuwa tunavaa mama modhoni. Yes. Hii dira, inaitwa dira hii. Hii kitu. Inafinyo mpaka inatoboka. Amen. Na bado kako kwa mguu. Amen. Na unatembea kama. Yes. Amen. Amen. Kana inama hivi. Sasa utakuwa unaenda hivi watu wanashindwa ni. Kumbe ni kiatu imeinama. Amen. Na bado safari ilikuwa inaendelea. Inaendelea. Amen. Leo hii mama anaweza ambia bwana yake sina kiatu. Yes. Wamama wengine wako na viatu na mimi sina kiatu. Yes. Unasahau mahali penye ulikuwa na hiyo moja. Amen. Amen. Mwanzo enzi yetu ilikuwa ni plastic. Yes. Zilikuwa zinaitwa aje? Sadaki. Tulikuwa tunaita sadaki. Amen. Ndio ukivaa na jua. Yes. Tukitore uko ndani na uwezi toa. Uko hapo kwa kigongona, kwa church. Na umepiga mix and match. Yes. Lakini uliza kiatu. Amen. Sasa hivi ngo. Amen. Hiyo kiatu tu ndio inajua. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alituacha hivyo Mungu. Yes. Na ndio maana tuko hivi leo. Amen. Wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Mguu haukuvimba. Yes. Mimi ninakwambia tulikuwa tunatembea na sandaki na mguu huwezi vimba. Amen. Na kesho unavaa. Amen. Na kesho hiyo nyingine unaiva. Ile yenye ilikuwa inakufinya. Yes. Au semi ati imenifinya. Yes. Mwanzo wa wazazi wetu wa kitambo nao ni wengine. Yes. Alikuwa alikuwa juu size. Bora uletewe. Kununulia kubwa ama ndogo. Amen. Na ni yako. Iwe kubwa ni yako. Yes. Iwe ndogo ni yako. Utaiva hivyo hivyo. Amen. Unaona mwingine anavaa. Mwingine naye anaiva makaratasi mbele. Amen. Na Mungu akakubalia. Yes. Tupitie hizo mambo. Yes. Sio leo hii tukisimama. Amen. Tunakumbuka Bwana. Yes. Na tunasema mwanadamu haishi kwa mkate. Amen. Hallelujah. Amen. Na ufikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba arudie mwanavyo ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Praise the living God. Amen. Anakuambia Richa umesahau. Yes. Nimetumwa na ujumbe kwako. Amen. Richa umesahau. Yes. Anasema kama vile mwana amrudivyo Bwana baba amrudivyo mwanavyo. Hivyo ndio Bwana naye anakurudia leo. Amen. Praise the living God. Amen. Hivyo ndio Bwana anaturudia leo vile. Amen. Kwa sababu sisi ni wanawake. Amen. Na alisema sisi ndio tumechaguliwa. Huyu ndio mwanangu mpendwa. Yes. Ninayependezwa naye. Amen. Anaturudia siku ya leo. Amen. Praise the living God. Amen. Anaturudia kwa sababu anatupenda. Yes. Ndio maana hakutaka tusahau. Amen. Ukiendelea kusoma hapo ndio anasema utakapojenga nyumba nzuri. Yes. Na kukaa vizuri.
Yes. Usisahau bado kuna wakati ulikuwa Kadeshi. Amen. Usisahau bado kuna wakati kiatu hakikukufinya. Amen. Usisahau bado kuna wakati hukuvimba miguu. Amen. Na ulikuwa bado. Yes. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo hatuna excuse leo. Yes. Yenye tunaweza mpatia Bwana. Amen. Ya kumwambia chochote. Amen. Tunaweza tukakaa na mali zetu na vitu zote zenye Ezra amepewa. Amen. Tukaambia Bwana hizi tutakupatia. Yes. Praise the living God. Amen. Tukaambia Bwana kama nilikuwa na moja na leo umeniongezea ziko mingi. Yes. Ni lazima kwa hizi mingi Bwana nikugawie. Amen. Praise the living God. Amen. Ni lazima kwa hizi mingi Bwana na mimi nikuangalie. Amen. Zingine si zako. Amen. Sisi ndio tunajiwekea ni zetu. Lakini zingine ni za Bwana. Amen. Ndio maana anatukumbusha leo. Yes. Tukumbuke mahali tunatoka. Amen. Praise the living God. Amen. Tulisema leo ni siku ya kushukuru Bwana. Yes. Ndio maana tunakumbuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikumbuka utashukuru Bwana. Amen. Ukikumbuka Daisy mahali Bwana amekutoa. Yes. Tasema kweli wewe ni Mungu. Amen. Kweli wewe ni Mungu. Amen. Kama Daisy anaweza weka tunywele tunafanya hivi kwa macho. Yes. Tunafanya hivi anakuangalia anafanya hivi. Kitambo huyu msichana alikuwa na macho makali hivi. Amen. Mpaka nilikuwa namuuliza kwa nini unakuwa na hasira hivi? Sina hasira, akicheka hivi lakini akirudisha sura na kuangalia. Amen. Sasa anakaa kisimbaili na tumacha tunafanya. Amen. Roho imepona. Yes. Na hawezi rudi mahali alitoka. Amen. Praise the living God. Amen. Na ni lazima Bwana angempitisha hapo. Yes. Ndio leo akikaa anaangalia anasema siwezi rudi Misri. Amen. Praise the living God. Amen. Siwezi nikarudi mahali nimetoka. Yes. Hiyo ingine ilikuwa ni gani? Tusome haraka. Praise God. Ni lazima Bwana atuinue mwezi huu. Ni lazima Bwana atubariki mwezi huu. Sema this is my man. This is my man. Inasemaje Psalms? Zaburi mlango wa 75 mstari wa kwanza. Mungu, twakushukuru. Twakushukuru kwa kuwa jina lako li karibu. Watu wayasimulia matendo yako ya ajabu. Nitakapoufikia wakati ulioamriwa, mimi nitahukumu hukumu za haki. Verse 3. Ingawa dunia na watu wote wakaao humo wataaruki, mimi mwenyewe nimesimulia nguzo zake. Praise the living God. Amen. Huyo ni nani anaongea? Ni wewe unafaa kuongea hayo maneno ya Psalms. Praise the living God. Amen. Wewe ndio unafaa kuongea hayo maneno. Amen. Kwa sababu umeyasimulia matendo ya Bwana ya haki. Amen. Praise the living God. Amen. Kwenye Bwana amekutoa amekusubiria hayo matendo. Amen. Yaani wewe ndio uko na ushuhuda. Yes. Yaani hata watu wengine wakijaribu kusema ilienda ilikuwa. Amen. Danson tuko na ushuhuda. Amen. Praise the living God. Amen. Tuko na ushuhuda ya mahali Bwana ametutoa. Amen. Tuko na ushuhuda ya kila kitu tunafanya. Amen. Tuko na ushuhuda kama sio huyu Jehova. Yes. Hallelujah. Amen. Naliwaambia waliojivuna, msijivune. Wacheni bana. Wacheni kujivuna. Niliwaambia wenye nilikutana nao. Yes. Wenye walikuwa wanajivuna. Amen. Nikawaambia wacheni. Amen. Wacheni kujivuna. Amen. Hii mambo ni ya Bwana. Amen. Praise the living God. Amen. Wewe ndio unaweza tu ambia watu. Yes. Wachaneni na hii. Amen. Hii ni Jehova huwa anatenda. Amen. Ukipata mtu anajivuna zaidi juu ya kitu, Yes. unamwambia wachana na hii. Amen. Hii mambo huwa ni ya Jehova. Yes. Na anapatiana mtu anayependezwa na yeye. Amen. Praise the living God. Amen. Akasema huyu ni mwanangu mpendwa. Yes. Ninayependezwa naye. Amen. Ndio maana nampatia. Amen. Hallelujah. Amen. Nikakuta wakijivuna nikawaambia wacheni. Yes. Na wasio haki, msiinue pembe. Msiinue pembe. Amen. Praise the living God. Amen. Si wakati wa kusema wale wana kiburi ndio wajengwao. Yes. Ni kuambia wacheni kuinua pembe. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa sababu wewe umeona haki ya Bwana. Yes. Unawaambia si wakati wa kuinua pembe. Amen. Ni wakati wa kuambia Bwana kama sio wewe. Yes. Na Israeli aseme leo. Amen. Praise the living God. Amen. 5. Msiinue pembe yenu juu, wala msinene kwa shingo ya kiburi. Maana si kwa mashariki wala magharibi, wala nyikani itokako heshima. 7. Bali Mungu ndiye hahukumuye.
Umbili huyu na kumuinua huyu. Praise the living God. Amen. Anamwambia heshima haitoki kwa mwanadamu. Amen. Ama kwa ulimwengu. Yes. Heshima inatoka kwa Bwana. Amen. Sifa zinatoka kwa Bwana. Amen. Kwa hivyo hatuwezi jisifu kama Bwana hajatupatia. Amen. Hatuwezi jiinua kama Bwana hajatuinua. Amen. Ndiye anasema sifa na heshima zinatoka kwa Bwana. Amen. Na yeye anaweza muinua huyu na akamwangusha huyu. Amen. Si muogope Bwana. Amen. Praise the living God. Amen. Ati anaweza kumuinua huyu. Yes. Na akamwangusha huyu mwingine. Amen. Kwa hivyo Bwana ni wa kuogopewa. Amen. Kwa hivyo Bwana ni wa kupewa sifa. Ndio hizo sifa zikimfikia na yeye anazirudisha. Amen. Praise the living God. Amen. Hiyo ingine ni gani? Psalms ngapi? 125. Nani alifungua hiyo? Amen. 127 inasemaje? Bwana asipoijenga nyumba, waijengao hufanya kazi bure. Praise the living God. Amen. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi ya bure. Amen. Praise the living God. Amen. Ukijenga na mikono yako, ukijenga bila kumuhusisha Bwana, unafanya kazi ya bure. Amen. Kwa sababu Bwana ndio anaijenga. Amen. Na wakati wewe unaijenga peke yako, unafanya kazi ya bure. Amen. Praise the living God. Amen. Bwana asipoulinda mji, yeye haulindaye akesha bure. Praise the living God. Amen. Bwana asipoulinda mji, yeye mwenye analinda, anakesha bure. Amen. Praise the living God. Amen. Anakulindia mji. Mahali unapita. Amen. Anakulindia mji. Si nilikwambia tulienda na mama kanini? Anaambia dereva bwana, dereva hatuna haraka. Amen. Praise the living God. Amen. Analinda mji. Yes. Praise the living God. Amen. Analinda huo mji tusianguke na gari. Yes. Bwana sifiwe. Amen. Wengine unakaa hivi, unaangalia gari unasema hii itatufikisha. Unalinda mji. Unafikishwa kwa sababu ya Bwana. Amen. Praise the living God. Amen. Tukiingia kwa gari, hatuangaliagi makaratasi ya dereva. Atileta makaratasi. Nione kama umequalify kwenda Nairobi. Huyu atatufikisha kweli. Praise the living God. Amen. Tunaingia. Na tunakaa. Na Bwana analinda huo mji. Amen. Tunajipata tumefika na tumerudi. Amen. Praise the living God. Amen. Bwana asipoulinda mji, mwenye analinda anafanya kazi ya bure. Amen. Wengine tulianza nao safari ya kwenda Nairobi. Lakini hawakufika hiyo Nairobi. Amen. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo kitu yenye Bwana anafanyanga ni kuulinda mji. Amen. Analinda huo mji wako. Amen. Kama ni watoto anawalinda. Praise the living God. Amen. Tunaenda shuleni tutoto. Wanakula takataka nyingi. Wanakula nini, wanakula takataka, chakula tujui ilipikwa aje. Lakini akiwa nyumbani, usikule hiyo ni chafu. Kaoshe mkono. Amen. Osha na sabuni. Amen. Praise the living. Na shuleni anaoshwa na nani na sabuni? Bwana sifiwe. Amen. Lakini sisi tuko hapa tunalinda mji. Hallelujah. Amen. Na unamsukuma kweli, unaweza mpiga kwa vibaya sana. Anakula bila kuosha mkono. Mpaka mkono unatetemeka hivi. Unakulaje bila kuosha mkono? Unakula germs. Praise the living God. Amen. Lakini Bwana asipoulinda mji, mwenye anaulinda anafanya kazi ya bure. Amen. Kama sasa hivi tutoto kuna nini, kuna baridi. Kuna mwingine anasema wangu hawezi toka. Atashikwa na homa. Unalinda mji. Amen. Unalinda wa nini? Amen. Bwana asipoulinda wewe unafanya kazi ya bure. Amen. Kuna tutoto tunazaliwa kule Turukana. Hakuna hata maji masafi. Hakuna hata chakula nzuri mama Jeremiah. Amen. Hakuna tetanus, shindano ya tetanus sisi tunazungukana na watoto. Tetanus inapatikana wapi? Huku hakuna. Lazima adungwe leo. Lazima adungwe leo. Yaani unaona huyo mtoto asipodungwa hiyo tetanus. Hiyo tetanus inakuja. Amen. Praise the living God. Amen. Lakini Bwana asipoulinda mji. Yule mwenye analinda anafanya kazi ya bure. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo ni lazima tuachie Bwana na sisi tukae kando. Tukumbuke kuna wakati hatukuwa na pesa ya clinic. Amen. Hata tujui tulizaliwa wapi wengine. Tujui tulizaliwa kwa shamba. Tujui tulizaliwa barabarani. Amen. Bwana sifiwe. Hatujui kwenye tulitokea juu wazazi wetu walikuwa ni wamehamo. Huko barabarani kashatoka kana kunjwa na kamisi.
Nikatakuja na mimi. Na kamisi ndio kamera. Ndio kamisi kana kunjwa. Na sikamekuwa. Amen. Kwa hivyo Bwana ndio huwa analinda mji. Amen. Mwingine wa kulinda atafanya kazi ya bure. Amen. Tu. Kazi yenu ni bure. Mnaamka mapema na kukawia kwenda kulala. Praise the living God. Amen. Ati tunaoamka mapema. Na hata tukirudi hatuwezi lala. Nimehesabu azingiani. Piga hii na piga hii. Bana ni wapi nimepoteza hiyo 100? Praise the living God. Amen. Tafuta 100 usiku yote. Imepotelea wapi 100? Na ni lazima hiyo hesabu ingiane. Praise the living God. Amen. Lakini kuna wakati Bwana anaambia mfalme, muandikie Ezra. Amen. Mupatie hii na hii na hii. Amen. Kwa hivyo wewe hata ufai kufanya hesabu. Amen. Hesabu yako ilifanywa kabla haujaamka. Bwana akakutengea. Amen. Akasema hizi ndio za siku ya leo. Amen. Na hizi ndio utachukua leo. Amen. Kwa hivyo ufai kufanya hesabu. Amen. Hesabu yako Bwana ameitenga. Amen. Na ni lazima uipate hiyo siku. Amen. Aliziandika. Amen. Akasema ni fedha. Amen. Ni dhahabu. Ni ng'ombe kadhaa. Amen. Zote zipatiwe Ezra. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo hata ukiamka mapema, urudi ulale kuchelewa. Kama Bwana hajakufanyia hesabu. Praise the living God. Amen. Kama Bwana hajaingiza hiyo hesabu. Unafanya kazi ya bure. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo ni lazima tujue tukiamka mwezi wa 5. Tumeamka ni asubuhi ya mwezi wa 5. Amen. Ndio tuko asubuhi. Amen. Jua baraka zako za mwezi wa 5 zimetengwa. Amen. Praise the living God. Amen. Haufai kungengana. Unafaa kuangalia za Mungu ni gani. Amen. Hesabu yako ni kidogo. Amen. Ni kuchukua Danson na kuangalia za Mungu ni gani. Unampe. Unachukua, unaangalia za Mungu ni gani. Unampe. Hesabu zetu ni kidogo. Amen. Na tunalala mapema na tunaamka kuchelewa. Praise the living God. Amen. Hamujaisiona watu kama hao? Si wako? Wanalala mapema na wanaamka kuchelewa. Si ni wa Mungu. Na Mungu aliandika hesabu. Na hesabu imekamilika. Kwa hivyo hauna haja ya kujipiga blanketi. Wewe uko na haja ya kukaa ushukuru Mungu. Amen. Na kumrejea kilicho chake. Amen. Na wewe hautang'ang'ana. Amen. Praise the living God. Amen. Hivi utaamka tu saa 10. Na ulale saa 6, saa 7 huko. Lakini tumeambia yote. Praise the living God. Amen. Kama ulichanganya na ya Mungu, ni lazima ikusumbue ikuamshe saa 10. Amen. Na ikulalisha kuchelewa. Juu hizo mahesabu ni za Mungu azingiani. Kwa sababu ya Mungu iko hapo. Kuna yenye imepigwa muhuri. Ndio unaona zinapoteleania hapo katikati zinakufuruga usiku yote na hesabu ingia. Amen. Praise the living God. Amen. Lakini Bwana anasema, Ezra, tenga ya kupeleka kwa madhabahu. Amen. Alafu hiyo laini inanifurahisha ni huko 17 na huko. Inasema na ingine, nyinyi na wana wa Israeli, mtajua vile mtafanya nazo. Amen. Praise the living God. Bwana umempatia Bwana yake. Ingine ya kuulizi. Amen. Anasema mtajua wenyewe. Amen. Praise the living God. Amen. Sasa watu watakuonaga wewe unalalaga kuchelewa mapema, unaamka kuchelewa najua. Naambia ndio unaamka. Bana. Wewe ni saa ngapi? Si unaonaga wenzetu. Mwanzo anaamka, sisi unajua tunaamka hata unakimbia. Umesahau brush na kuja kwa brush. Unakimbia nimesahau simu, unarudi kwa simu. Unakimbia nimesahau. Utashinda barabarani. Anaamka. Anaenda hapo nje anachukua mswaki. Wewe umeamkaje? Ana haraka. Praise the living God. Amen. Kwani uende kazi leo? Naenda bana, bado masaa. Ana haraka. Alilala mapema na ameamka kuchelewa. Anajua Mungu wake alimpatia zake jana. Na anajua leo zenye ameandikiwa lazima atazipata. Kipiga simu. Karatasi. Nini? Unafika unaambia mbona unafika saa hii rudi nyumbani? Sasa unashinda. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni lazima tujue Bwana ndiye analinda mji. Amen. Praise the living God. Amen. Unaweza rauka mapema ufungue duka.
na mwingine afungue saa 2. Na unaona hapo kwa saa 3 ndio watu wameenda saa hiyo. Mpaka unasema wale kwani walikuwa wapi na vile nilifungua saa 12. Unajui Mungu wako. Praise the living God. Amen. Hauwezi simama. Biblia inasema hiyo Psalms nitasimama mbele za Bwana kwa haki. Amen. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo unaweza simama mbele za Bwana kwa haki. Amen. Ukiwa mwenye haki wa Bwana. Yes. Bwana utasimama mbele zake na haki. Amen. Na yeye atakuhukumu Amen. kulingana na haki yako. Amen. Praise the living God. Amen. Na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Praise the living God. Amen. Yaani yeye humpa mpenzi wake usingizi. Wengine hatulali. Hata leo kuna watu hawajalala. Mahesabu ingiani mwanzo na mwisho wa mwezi. Mahesabu inakataa. Lipe nyumba. Kwa nini nichukue insurance? Chukua na mpaka unajiongelesha. Shule imeingiana na rent. Bwana asifiwe. Amen. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mpenzi wake pesa zake hazikujagi mwisho wa mwezi. Amen. Mpenzi wake pesa zake ama salari yake, yes, inakuja wakati anahitaji. Amen. Haina wakati wa mwisho wa mwezi, ndio mwisho wa mwezi ndio mwanzo wa mwezi. Amen. Mungu mpenzi wake anampatia usingizi. Amen. Kwa sababu amempanga. Amen. Praise the living God. Amen. Si Bwana akupange kuanzia leo. Amen. Praise the living God. Amen. Si Bwana aanze kukupanga. Amen. Si ukue mpenzi wa Bwana mwezi huu. Amen. Na uanze na Bwana aanze kukupanga. Amen. Praise the living God. Amen. Sema ni mwezi wa kushukuru Mungu. Ni mwezi wa kushukuru Mungu. Hii nyingine inatuambiaje? Ni Isaya. Nani amepata? Isaya inasemaje? Kumpa mpenzi wake usingizi. Kuanzia leo Bwana akupe mpenzi wa Bwana. Amen. Na akupe usingizi kwa jina la Yesu. Amen. Praise the living God. Amen. Uanze kulala kuanzia leo. Amen. Praise the living God. Amen. Rara utosheke usingizi ngina. Amen. Hallelujah. Rara, wacha kukuja kulala huku kanisani. Kanisani ndio unapata amani. Sasa tunakuona huku ndio unapanga gorofa, unajenga hiyo, unabomoa. Unajenga ingine na unaona kama hiyo si ya nzuri, unabomoa. Bwana asifiwe. Kitabu cha Isaya mlango wa 40 mstari wa 31. Bali wao wamngojeao Bwana, kama sisi. Amen. Watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Wataipiga mbio. Wala hawatachoka. Praise the living God. Amen. Wale wenye walikaa wakaenda kwa Deuteronomy 8. Amen. After kupewa hizo vitu kwa Ezra. Yes. Wakakuja kwa Deuteronomy 8. Amen. Wakakuja kwa Psalm 75. Yes. Wakasema Bwana, hata nikiona watu wakiwa na kiburi, yes, nitawaambia nyinyi wacheni kiburi. Amen. Vitu ni za Bwana. Amen. Praise the living God. Amen. Ndio wanaambia sasa hao wamngojeao Bwana. Yes. Bwana anawapatia nguvu mpya. Amen. Ingawa mambo hayaendi ngina, yes, lakini Bwana anakupatia nguvu mpya. Amen.